Zidane. Naam. Uko sawa sawa? Niko fresh. Mambo ni aje? Alhamdulillah, mshukuru Mungu. Bwana, kwanza hongera. Nashukuru. Tuambie kwanza hapa Azam Complex Chamazi, sisi wageni. Kunani? Kupoje? Kupo vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeingia dirisha dogo na mapokezi nimepata ni makubwa na nyinyi mnaona mshahidi. Nimechukua muda mchache sana kuzoea mazingira. Kwa nashukuru Mungu, watu ni wakarimu sana. Alhamdulillah, hicho ndio kikubwa zaidi. Ilikuwa ni moja ya ndoto yako kucheza Azam FC? Ilikuwa ni ndoto pia katika moja ya klabu kubwa ambazo niliahidi siku moja nitachezea. Kwa hiyo ni miongoni mwa ndoto ambazo nimetimiza. Utofauti wa kucheza Azam FC na pengine Dodoma Jiji ama timu yote ambayo umecheza ni upi? Utofauti ni mkubwa sana kwa kweli, kwa sababu ukiangalia Azam FC ni timu kubwa, ina kila kitu, kuanzia mazingira, kuanzia vifaa vya mazoezi, kwa kila kitu, mpaka hata katika financial nyinyi mnaona. Kwa hiyo hizo sana timu ambayo inatoka. Kwa sasa hivi Zidane mawe hapo. Alhamdulillah, kidogo tofauti na kile nilichokuwa nakipata sasa hivi. Kwenye upande wa uchezaji kwenye pitch, pia kila kitu kimebadilika kwa sababu unakutana na professional wengi, wachezaji wakubwa, wachezaji wengi wanatoka nje, ukiangalia wachezaji wakubwa kwa Tanzania kama Faisal Salumu, kana Idinado. Kwa unacheza na wachezaji ambao mkuzunguka, ambao wachezaji wana experience kubwa, wachezaji wakubwa. Kwa kwangu nadhani ni kitu kikubwa sana. Ndio maana unaona nimechukua muda mchache sana kuzoea mazingira. Tukija kwenye mechi ambayo ilitamatika pale Benjamin Mkapa. Sasa umekuwa ni nyota wa mchezo wenyewe, lakini pia umefanya vizuri kwa dakika chache ambazo umepata. Tuanzie kwanza kwenye mchezo wenyewe, ushindani. Kwenye hizo dakika chache ulizoziona, lakini pia ukiwa nje dakika 90 kwa ujumla. Wewe binafsi umezionaje? Binafsi kwa sababu kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, mechi ilisha salama na ukiangalia ni mechi kubwa kwangu. Na hata kabla sijaingia, nilipokuwa kwenye benchi, nilikuwa napata hamasa sana. Kwamba naweza nikaingia kitu kwa muda mchache nikafanya kitu kikubwa. Kwa hata ule muda ambao mwalimu ananiita anifanye hesabu, kuna neno ananiambia Dani, wewe nenda kwenye mechi, utafunga. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu pia alitabiria makubwa. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwa sababu unafunga katika mechi kubwa kama ile. Na of course ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kufunga katika timu kubwa. Na ni kitu ambacho nilikiahidi, yani katika tuseme kuna ile mtu unaweka maoni, unaweka ahadi yako, unaweka ndoto yako, siku moja nitazifunga hizo klabu kubwa. Kwa hiyo mechi ya juzi imenifanya na mimi nikaonekana sasa na kitu ambacho naweza nikafanya kikubwa zaidi ya hicho. Wapo wakipata matokeo ya ushindi ama kuifunga tu mechi ya timu kubwa hapa Tanzania, mambo yanabadilika papo hapo. Kipi kimebadilika kwako Zidane? Of course, sababu baada ya mechi ile simu ziliingia nyingi sana. Ukiangalia ni mpaka sasa hivi yani unapokea simu nyingi sana za watu wengi, yani watu wengi wamefurahi, wengine wanakusupport. Wenye furaha zao zaidi maokoto pia wanakuwekea, maokoto anaingia. Kwa hiyo kimebadilika vitu vikubwa sana. Sikutegemea of course kama kitu kama kile kingeweza kubadilika kiasi kile. Lakini pia ni baada ya ile ndo nimeona sasa mabadiliko ni makubwa sana. Tueleze moment ya ile goli. Pasi nzuri kutoka kwa Faisal Salum, kwa upinzani kutoka kwa beki wa pembeni, ukaenda chini, ukaamka, ukaweka goli. Tueleze moment ya ile goli. Kwanza ile pasi unaweza kwanza unafurahi kwa sababu ni pasi kwanza, kuna mtu mmoja akasema ni pasi ya bilioni kutoka Faisal. Ni mtu mmoja ambaye ana jicho sana. Kwa hiyo alivyoreceive tu ile mpira aliangalia mbali sana. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na ile kitu ambacho mwalimu wangu aliniambia, kuna watu ambao wana maono. Kwa hiyo akishika mpira, wewe silaha yako ni speed, kimbia kwenye space. Kwa ndio maana Faisal alivyoniangalia na mimi nikamuonesha. Kwa alhamdulillah alipopiga, namshukuru Mwenyezi Mungu, touch yangu kwanza ndio ilikuwa bora zaidi. Kwa nilipoanguka hapa lakini sikukata tamaa. Nikasema hapana, kapush mpaka nikaenda kufunga mwenyewe. Kuna namna Faisal akiwa mazoezini anapiga pasi kama zile sana. Kwa hiyo ni kawaida yake. Sio kwangu tu, alishafanya vitu vingi sana huko nyuma. Kwa hiyo na mimi hata kati nilipokuja Azam nilijua kabisa kuna vitu ambavyo ninaenda kuboreka zaidi, kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kupiga hizo pasi na watu ambao wanaweza sana kuchungulia kwenye space. Kwa hiyo mimi of course ni kitu ambacho nitajitahidi sana kufanya kazi, kwa sababu muda wote tutakutana nazo, lazima tutakutana nazo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, ukiangalia ni muda mchache na magoli mawili sasa hivi. Hicho ni jambo la kushukuru sana. Kwa upande wako wakati uko bench, ni kama ulikuwa unasoma safu ya ulinzi ya timu ya Simba. Kama mwenyewe ulivyosema kwamba mchawi speed, lakini pia kutokata tamaa. Kwa nini ulikuwa unasoma walinzi lakini pia goalkeeper Kamara ambaye ameonekana ni mgumu sana kwenye upande wa kupata magoli mbele yake? Of course kishakuwa mchezaji kwa sababu kikubwa kwamba lazima unasoma mchezo unapoendelea. Kwa sababu ile mchezaji uwe mzuri
sababu yako lazima ikiingia ina faida kwenye timu. Ukiangalia sijafanya jana tu, hata mechi na Mashujaa niliingia nikafunga. Kwa hiyo kikubwa unapokuwa sabu lazima usome mchezo, sababu wewe muda mwingi ndio unaona mchezo tofauti na wanacheza ndani. Kwa mapungufu ya wachezaji, maboresho ya wachezaji wewe ndio unayaona zaidi. Kwa hiyo mwisho siku lazima usome sana timu pinzani, ukiangalia position ndio kucheza na unaangalia naye anacheza je, anachezaje na mapungufu yao yapoje. Na ukiangalia niliona hata backline hizi zinavyocheza. Kwa muda mwingi ukikimbia nyuma ya staff ya ulinzi ni rahisi sana kwenda kukutana na kipa. Kwa mimi kwangu ndio ilikuwa kiono zaidi katika ile mechi kipindi nikiwa saba. Zidane, Simba ni timu kubwa Tanzania na nafikiri mara yako ya kwanza kucheza dhidi ya Simba. Ulipokuwa sababu ukiwa Azam, kabla ya kuingia sasa kiwanjani, pressure yako ilikuwa kubwa kiasi gani ama ilikuwa ndogo wakati ukitazama kwamba unatarajia kuingia na mchezo mkubwa kama huo? Kabla naweza kusema kwamba kabla mchezo ilikuwa naweza nikasema kuna pressure lazima uipate kama mchezaji. Angalia ni derby na mimi ndo mara yangu ya kwanza kucheza derby, na ndo derby inawezekana ni derby ya pili kwa ukubwa hapa Tanzania ukiachana na derby ya Simba na Yanga. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni mechi kubwa sana ambayo mimi sijawahi kuicheza. Na ukiangalia niweke siri kwa watu wengi, unajua mimi ndo mechi yangu ya kwanza kucheza kwa Mkapa. Kwa hiyo nishafanya mazoezi pale lakini sijawahi kucheza mechi official mechi. Kwa hiyo na Simba sio mara kwanza kucheza nao, lakini tunacheza nikiwa katika Dodoma Jiji. Lakini sasa unaenda kucheza mechi na Simba katika mechi gani? Mechi ya derby, nchi nzima inasimama. Kwa kwangu ilikuwa kuna pressure unaipata kama mchezaji unafeel. Lakini namshukuru Mungu kipindi niko sabu na hata kati tunafanya homework tulishatanguliwa 2. Kitendo cha mwalimu sisi tunafunga mwalimu kuniita. Kwangu ilinipa nguvu sana kwamba mwalimu aliona kuna kitu sisi tushafunga. Kwa Azizi anaweza kaingia akaenda kufanya kwa msaada kwenye timu. Kwa kwangu ilikuwa kitu kikubwa sana. Moment ile iliyotokea nikafunga kwangu ilikuwa faraja sana. Nadhani hata mwalimu kwake ilikuwa big up sana kwamba mwalimu mwenyewe anafurahi sababu ndio ingiza ameenda kulipa. Hicho ni kitu kikubwa sana. Ile tuzo ni mara yako ya kwanza kuichukua ile? Yeah, of course. Ni tuzo bwana, kila siku nilikuwa napishana nao mpaka hata familia yangu kipindi niko Dodoma nacheza mechi vizuri. Lakini mwisho siku anapata mwingine na nini. Watu wengi sasa, mbona ulistahili wewe, mbona ulistahili? Nikamwambia kila kitu kuna wakati wake. Mimi naamini kwenye muda. Lakini huwezi kujua Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Amkunyima kwa wote anakuja kukupa katika mechi kubwa kama ile. Kwa hiyo kwangu ilikuwa kitu kikubwa sana. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ni sahihi kwa kuna baadhi ya watu ambao ukikaa nao ukipiga story vijiweni wanasema bwana ukicheza na Simba ukuta wao ni mchekea bana. Sasa akiondoka mtu kama Chema Alon Fondo pale panapitika tu pale. Umepata bahati ya kuwafunga ndio, lakini pia pengine kwa dakika chache ambazo umecheza umeona ugumu au urahisi kukutana na hiyo safu ya ulinzi ya Simba ambayo baadhi ya watu wanaibeza. Kwa upande wako ni changamoto kiasi gani kukabiliana na safu ya ulinzi ya Simba? Kikubwa kwa mchezaji ukishakuwa tayari katika mchezo lazima ukubaliane na kila mchezaji unayekutana naye. Haijalishi kwamba wanakuta kiasi gani, haijalishi wana ubora kiasi gani. Leo ukishaingia uwanjani unajua kwamba ile ni vita na ni mchezaji mko 11 uwanjani. Kwa hiyo kikubwa unapoingia uwanjani lazima ukakubaliana kwa kila hali. Kikubwa sasa ni wewe jinsi gani wewe kwenda kujitoa. Kwa sababu ukishamuona mwenzako bora unaenda kusema naye lazima na wewe sasa ujitahidi kuwa bora zaidi yake. Kwa hiyo ndio kikubwa zaidi. Zidane, tangu uingie kwenye ligi kuu, nadhani msimu wako wa pili au wa tatu, ndio? Wa tatu. Ni yani tafu shiko kukutana naye. Kukutana naye sema leo mechi ni nayo. Hata au ukiwa sababu tumeona kukutana sema leo mechi ni nayo. Of course katika ligi kuu beki ambaye kidogo sio kidogo, ni beki ambaye yani mwenyewe ukienda kucheza naye unajua hapa kwa ile leo na kazi, sababu mimi ni Dickson Job. Kwa nini Dickson Job? Kwa sababu ni beki ambaye anatumia sana akili kuliko nguvu. Of course mechi zote nilizocheza na Yanga nikutana Dickson Job mwenyewe, yani nasema kweli. Hata mipira mingi alikuwa ananiwini. Na bato anaanza kuwini akoiti kwenye bato ya nguvu, na kwenye bato ya akili. Kwa hiyo binafsi ninapoenda kucheza na timu kama kutana beki kama Dickson Job ambaye anatumia sana akili. Kwa hiyo inabidi sasa na wewe utumie maarifa zaidi ya kumzidi. Kwa hiyo mimi nadhani kwangu mimi naweza nikampa kongera Dickson Job. Kwa ni sahihi kusema big brain defender na kisi Eliom. Na kisi Eliom. Ni striker gani au ni mchezaji gani wa mbele ambaye anakuvutia sana kwenye ligi kuu? Kwa ligi 10 naweza kusema kwamba mimi kila mchezaji ambaye kwa ligi yetu ambaye anafanya vizuri mimi namwangalia. Na kila mtu ambaye anafanya vizuri mimi navutiwa naye. Kwa sababu mimi niko tofauti na watu wengine. Mimi namtazama kila mtu hata kama ni kijana wa under 20 anafanya vizuri kwa sababu najifunza kupitia kwake. Kwa sababu mpira wetu sisi mimi na maono, kila mtu ana maono yake.
mimi naamini katika kujifunza zaidi, kwa sababu huwezi kuwa bora kama ujifunze kwa wenzako. Ili uwe bora zaidi lazima ujifunze kwa wenzako. Kwa hiyo naamini kila mchezaji anayefanya vizuri pia mimi namwangalia. Ndio maana mechi zote mimi naangalia za ligi. Hata kama sijabahatika kuangalia, lakini nikienda nikiingia kwenye Azam naangalia magoli yote yanayofungwa, naangalia zangu kafunga hivi, kafanya hichi kizuri, na mimi inabidi niige hichi, nichukue hichi. Kwangu ndio hicho. Mchezaji gani ambaye Azam unamtazama kama kaka au kama kiongozi ambaye ukifanya kitu kizuri atakufuata, atakupongeza, usiku ujao na mchezo mzuri au mazoezi unafanya vizuri atakufuata, atakwambia bwana Zidane umefika Azam una muda mfupi hapo bwana arekebisha hivi. Mchezaji gani ana kariba hizo kwako? Naweza kusema kwanza mimi namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu toka nifika Azam, wachezaji wote sana karibu wote kwangu ni mabraza na wengi kwangu ni masenior, asilimia wote. Kwa toka nimefika toka siku ya kwanza karibu wachezaji wote wananielekeza, wananifuata. Siwezi kusema kwa mmoja mmoja, lakini kwa asilimia kubwa wote wanakuwa wakinipa support sana. Yaani kuanzia mmoja mpaka wote. Sababu wanachukulia kama mdogo wao, wanachukulia kama kijana wao upcoming na nini. Kwa hiyo support ni kubwa, hata kama nikikosea kitu kidogo keep ongeza hichi. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa hiyo. Role model wako kiujumla kwenye football hata duniani nzima, role model wako ni nani? Role model wangu ni Bwana Samata. Kwa nini Samata? Kwa jinsi ya mafanikio aliyopata, pia katika njia alizopitia. Mimi naamini kwa sisi vijana, hasa kwa mimi naweza kujisema mwenyewe, namchukua kama Samata kama kioo changu, kwa sababu ukiangalia kacheza Tanzania kwa muda mchache sana, kaenda kupata mafanikio, kaenda Kongo, kaenda nje, kaenda Ulaya. Kwa hiyo mimi namwangalia kwa sababu ya njia ya mafanikio, kwa sababu mimi natamani mimi nipite njia alizopita. Japo siwezi kusema naweza nikafikia mafanikio yake, lakini hata kwa kidogo naweza nikatumia kile ambacho kidogo alichokipitia yeye, kioo cha kwangu na mimi kupata mafanikio. Asante sana. Asante sana.